Naam, msikilizaji, karibu sana katika kisa cha kweli. Karibu sana katika simulizi ya kweli ambayo inahusu mji wa Beroya, mji wa kihistoria ambao umejinyakulia sifa kubwa kabisa ya kuzungumzwa huku na huku katika mahubiri mbalimbali ya kila siku ya neno la Mungu. Je, unajua nini kuhusu mji wa Beroya? Unafahamu chochote kwa habari ya mji wa Beroya? Tumekuwa tukisikia huku na huku kwamba ni mji wa watu wachunguzi ambao waliyachunguza maandiko. Unafahamu chochote kwa habari ya mji huu? Karibu sana katika simulizi hii ya kusisimua. Ni simulizi ya kweli kabisa kuhusu mji huu wa Beroya. Mimi naitwa Jonathan Alex kutoka hapa katika madhabahu ya siri za kiroho. Karibu sana msikilizaji. Leo nataka nikuchukue katika safari ya kipekee. Katika safari ambayo inatufundisha nyuma karibu miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Tutasafiri mpaka kaskazini mwa Ugiriki ya leo, katika eneo ambalo zamani lilijulikana kama Makedonia. Huko katikati ya mabonde yenye rutuba, katika mashamba ya mizabibu, mito yenye maji safi na milima mikubwa ya Vilmio, kulikuwepo na mji mmoja ambao kwa nje ulionekana kama mji wa kawaida kabisa. Haukuwa ni mji mkuu wa ufalme, haukuwa ni mji maarufu kwa majeshi makubwa, wala haukuwa na hekalu kubwa lililokuwa likivutia watu kutoka kila pande ya dunia. Lakini pamoja na kuwa mdogo, mji huu uliandika historia ambayo haijawahi kufutika kabisa katika historia mpaka leo hii. Jina la mji huu ulikuwa unaitwa mji wa Beroya. Leo hii mji huu unajulikana kama mji wa Veria, ambao unapatikana nchini Ugiriki, katika maeneo ya kaskazini ya nchi hiyo. Na huenda ukajiuliza, nini ambacho kiliofanya mji huo mdogo ukumbukwe kwa zaidi ya miaka 2000 mpaka sasa? Na kwa nini mpaka leo wahubiri na walimu mbalimbali wa Biblia na Wakristo duniani kote wanawazungumzia watu wa Beroya? Ni siri gani iliyokuwa ndani ya wakazi wake? Na kwa nini Roho Mtakatifu alihakikisha jina hilo linaandikwa milele katika Biblia? Maswali hayo yote yanatupatia sababu ya kuanza kuuchunguza kwa undani kabisa mji wa Beroya, mji wa watu wachunguzi kweli kweli. Karibu sana madhabahuni msikilizaji. Karne ya kwanza ilikuwa kipindi ambacho dola ya Roma ilikuwa imetawala karibu ulimwengu wote uliojulikana wakati huo. Barabara zake za mawe zilikuwa zimeunganishwa na miji mikubwa. Wafanyabiashara walisafiri kutoka mashariki hadi magharibi. Askari wa Kirumi walilinda amani ya dola, na lugha ya Kigiriki ilikuwa lugha iliyounganisha watu wa mataifa mengi. Ndani ya mazingira hayo ndipo Beroya iliweza kusimama kwa utulivu kabisa, ikiwa imezungukwa na ardhi yenye rutuba na mazingira mazuri yaliyokuwa na wakaaji na wasafiri wengi kweli kweli. Wakulima walilima mizabibu, mizeituni na mazao mengine yaliyokuwa yakistawi vizuri kabisa katika mabonde eneo hilo. Wafanyabiashara waliuza bidhaa zao katika masoko ya mji. Mafundi walifanya kazi zao kwa ufundi stadi kweli kweli, huku watoto wakicheza katika mitaa yenye mawe na wazee wakikaa wakijadili habari za siku. Kwa nje Beroya ulikuwa ni mji wa kawaida kabisa, lakini ndani yake kulikuwa na watu waliokuwa na kiu ya kujifunza na kutafuta ukweli kila siku. Kilichofanya mji huu huwa tofauti kabisa na miji mingine ni uwepo wa jamii ya Wayahudi waliokuwa na sinagogi lao. Kila Sabato walikusanyika pamoja kusoma Torati, Zaburi na maandiko ya manabii. Kwa miaka mingi walikuwa wakingojea kwa matumaini makubwa kutimia kwa ahadi ya Mungu ya kumleta Masihi ambaye angeikomboa Israeli. Hawakujua kwamba siku moja mgeni mmoja angeingia katika eneo la sinagogi lao na kubadilisha historia yao milele. Na mgeni huyo alikuwa si mwingine kabisa, alikuwa ni Mtume Paulo. Lakini Mtume Paulo kabla hajafika Beroya, Paulo alikuwa tayari amekwisha kupitia mateso mengi kwa ajili ya Injili. Paulo alikuwa ameacha maisha yake ya zamani kabisa. Yeye aliyekuwa ni mtesi wa kanisa na sasa alikuwa ni mtetezi wa kanisa, aliyekuwa akiwafunga wa Kristo, na sasa yeye alikuwa tayari kufungwa kwa ajili ya Kristo. Alikuwa amepigwa viboko vingi kweli kweli. Paulo ametupiwa mawe kweli kweli, amekataliwa na kufukuzwa katika miji mingi. Hata hivyo, hakuna hata moja lililoweza kumzuia kabisa kuendelea kuhubiri habari njema za Yesu Kristo.
Katika safari yake ya upili ya umishonari, Paulo akiwa pamoja na Sila walifika Filipi, huku walimhubiri Kristo kwa ujasiri mkubwa kabisa. Lakini baada ya kupongezwa, walikamatwa, walivuliwa nguo mbele ya watu, wakapigwa viboko na hatimaye kutupwa gerezani. Panapo usiku wa manane, huku miguu yao ikiwa imefungwa kwa minyororo, waliinua sauti zao wakaanza kumwimbia Mungu. Ghafla ardhi ikatikisika kwa nguvu, milango ya gereza ikafunguka na minyororo ikavunjika. Muujiza huo ulimfanya mkuu wa gereza pamoja na familia yake wamwamini Yesu Kristo usiku huo huo. Baada ya kuondoka Filipi, Paulo na Sila waliendelea na safari yao kupitia barabara maarufu ya Waroma iliyoitwa Via Egnatia, iliyounganisha miji mikubwa ya Makedonia. Hatimaye walifika Tesalonike, ambapo kwa majuma 3 mfululizo Paulo aliingia katika sinagogi na kufundisha kwamba Yesu Kristo alikuwa ndiye Masihi aliyeahidiwa katika maandiko. Baadhi ya watu waliamini, lakini wengine walijawa na wivu. Haraka sana mji ukageuka na kuwa uwanja wa vurugu. Umati ulianza kupiga kelele, viongozi wa dini pia wakawachochea watu na hasira zikatawala kila mahali. Na hapa ndipo kwa mara nyingine tena maisha ya Paulo na Sila yalikuwa katika hatari kubwa kweli kweli. Waamini walitambua kwamba kama angebaki usiku ule, huenda asingefanikiwa tena kuiona jua katika siku iliyokuwa inafuata. Ndipo wakamtoa kwa siri. Giza likiwa limetanda katika usiku ule na mitaa ilikuwa ni kimya kweli kweli. Paulo akiwa pamoja na Sila wakaanza safari nyingine katika usiku ule ule, wakitembea kwa tahadhari kweli kweli kupitia njia za milimani, wakielekea mji ambao hawakujua kwamba ungekuwa ni mji maarufu kuliko ambavyo alikuwa anafikiria. Baada ya safari yao hiyo ndefu, hatimaye waliona taa za mji wa Beroya. Taa zilikuwa zinaanza kuonekana kwa mbali na walikuwa wamechoka kweli kweli. Walikuwa na majeraha ya safari ya usiku kucha, lakini mioyo yao ilikuwa imejaa tumaini kabisa. Hawakujua kwamba safari hiyo ilikuwa imewaongoza mahali ambapo Mungu alikuwa amewaandaa watu wenye mioyo ya kipekee. Asubuhi ilipoanza kuchomoza, Paulo hakupumzika kabisa kama ilivyokuwa desturi yake. Kila alipofika katika mji mpya, alielekea moja kwa moja kwenye sinagogi la Wayahudi. Hakujua kwamba ndani ya jengo hilo kulikuwa na watu ambao wangeacha mfano wa kipekee kwa vizazi vyote vya Wakristo. Watu hao hawangevutiwa kabisa na sauti yake, wala wasingevutiwa kabisa na elimu yake, wala wasingeamini kwa sababu tu alikuwa ni mtume. Badala yake wangeketi kwa utulivu mkubwa kabisa ili waweze kusikiliza kila neno, na kisha warejea nyumbani na kufungua maandiko ili waweze kujithibitishia kabisa kama yale aliyokuwa amezungumza Paulo, je, ilikuwa ni kweli? Na huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa historia ambayo ingeufanya mji wa Beroya isiweze kusahaulika milele. Lakini sasa, msikilizaji, kabla tujaendelea na kile ambacho kilitokea ndani ya sinagogi la Beroya, ni muhimu kwanza tuingie ndani kabisa zaidi ya mji huu wa ajabu, kwa sababu ili kuelewa kwa nini watu wa Beroya walikuwa na moyo wa kuchunguza maandiko, tunapaswa kuelewa walikuwa ni watu wa aina gani, waliishi katika mazingira gani, na ni nini kilichokuwa kimeujenga utamaduni wao wa kutafuta ukweli. Bajeti ya macho yetu yanarejea nyuma kwa muda. Fikiria unatembea katika mitaa ya Beroya katika karne ya kwanza. Jua linachomoza taratibu juu ya milima ya Velmio. Mwanga wake unaangazia nyumba zilizokuwa zimejengwa kwa mawe, barabara nyembamba zinazopishana katika mji, na masoko yanaanza kujaa watu. Sauti za wafanyabiashara zinasikika kila upande. Wengine wanauza bidhaa za kilimo, na huku wengine wakibadilishana habari kutoka miji ya mbali, na wengine pia wanaendelea kujadili mambo ambayo yalikuwa yakiendelea katika dola ya Roma. Huo walikuwa ni mji uliokuwa na maisha, mji ambao haukuwa kimya kabisa, mji ambao ulikuwa ni sehemu ya ulimwengu uliokuwa ukibadilika kwa kasi kweli kweli. Beroya ya kale ilikuwa sehemu ya eneo la Makedonia, eneo ambalo lilikuwa na historia kubwa sana. Miaka mingi kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, eneo hili lilikuwa na kitovu cha nguvu za kifarume. Kupitia wafalme wa Makedonia walikuwemo watawala waliobadilisha historia ya dunia. Mmoja wa watawala waliotokea katika eneo hilo alikuwa anaitwa Alexander Mkuu, mmoja wa watawala ambaye alijulikana kwa kuupanua utawala wa Kigiriki katika sehemu kubwa ya dunia ya kale. Ingawa wakati wa Paulo utawala ulikuwa tayari umechukuliwa na Waroma, urithi wa utamaduni wa Kigiriki
ulikuwa bado unaonekana katika lugha, elimu na maisha ya watu. Hivyo Beroya haikuwa tu ni mji wa wakulima, ulikuwa ni mji uliokuwa umechanganyika na tamaduni mbalimbali. Kulikuwa na ushawishi wa Kigiriki, kulikuwa na utawala wa Kirumi, kulikuwa na jamii za Wayahudi, na ndani ya mchanganyiko huo ndipo watu walikuwa wakitafuta maana ya maisha na ukweli wa tumaini. Moja ya mambo yaliyofanya mji wa Beroya kuwa ni muhimu ni nafasi yake ya kijiografia. Mji huu ulikuwa umejengwa katika eneo lenye uhusiano mzuri kabisa na njia za usafiri za wakati huo. Watu waliweza kusafiri kwenda miji mingine ya Makedonia, na habari mpya ziliweza kufika kwa haraka kweli kweli kwa wafanyabiashara. Wafanyabiashara, wasafiri na walimu walipita katika maeneo haya wakileta mawazo mapya na habari kutoka sehemu mbalimbali. Hii ilimaanisha kwamba watu wa Beroya walikuwa wamezoea kusikia mitazamo tofauti, walikuwa wamezoea kuuliza maswali, walikuwa wamezoea kutafakari, na labda ndio sababu walipokutana na ujumbe wa Paulo hawakuchukua uamuzi wa haraka bila kufikiria. Walitaka kuweza kuyachunguza maandiko, walitaka kuweza kudhibitisha kabisa, walitaka kujua kama ujumbe huo ulikuwa ukitokea kweli kwa Mungu. Katika jamii ya Wayahudi wa Beroya, maandiko yalikuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Kwao Biblia haikuwa ni kitabu cha kuwekwa pembeni kabisa, ilikuwa ni sauti ya Mungu katika maisha yao. Watoto walifundishwa hadithi za mababu zao. Familia zilikumbuka matendo ya Mungu katika historia ya Israeli. Katika masinagogi walifundishwa sheria ya Musa, Zaburi na maneno ya manabii. Walijua hadithi za Ibrahim, Musa, Daudi na manabii ambao walikuwa wametangaza ahadi za Mungu. Walijua kwamba Mungu alikuwa ameahidi kuleta Mwokozi, na sasa Paulo alikuwa ameingia katika mji wao akisema, yule mliokuwa mkimsubiria kwa miaka mingi tayari amekuja, na jina lake anaitwa Yesu wa Nazareti. Huo ulikuwa ni ujumbe mkubwa kweli kweli, msikilizaji, ujumbe ambao ungeweza kubadilisha maisha yao milele. Lakini watu wa Beroya hawakukubali tu kwa msisimko wa muda. Hawakuwa kama watu wanaosikia jambo jipya na kulifuata bila kuweza kulifikiria. Walikuwa na hekima ya kiroho, walikuwa na nidhamu ya kuweza kuchunguza. Kila siku waliweza kurejea katika maandiko, walifungua maandiko ya manabii, walitafuta ishara za Masihi. Walilinganisha maneno ya Paulo na kile ambacho walichokuwa wamefundishwa kwa miaka mingi iliyokuwa imepita, na hapo ndipo siri ya Beroya ilipo. Nguvu yao haikuwa katika viongozi wakubwa wa dini. Nguvu yao ilikuwa katika moyo wao wa kutafuta ukweli. Walikuwa tayari kusikia, lakini pia walikuwa tayari kuweza kuchunguza. Wao walikuwa tayari kuweza kujifunza, lakini pia walikuwa tayari kuweza kuthibitisha. Hii ndiyo sababu ya Biblia inasema kwamba walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Neno hilo halikumaanisha kwamba walikuwa na mali nyingi au walikuwa na cheo kikubwa katika jamii. Linamaanisha kwamba walikuwa na moyo uliokuwa wazi kweli kweli, akili yao ilikuwa imetulia, na walikuwa na nia kweli ya kuweza kutafuta mapenzi ya Mungu. Na huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa utofauti mkubwa wa Beroya na miji mingine ambao Paulo aliweza kupita. Lakini Beroya ilimsikiliza kwa makini kabisa Paulo. Miji mingi iliona ujumbe wa Paulo kama tishio, lakini Beroya iliweza kuuchunguza ujumbe wake. Miji mingi iliamua kwa hasira, lakini Beroya iliamua baada ya kuweza kutafakari ukweli. Hapo ndipo mji wa Beroya ulipoanza kuandika historia yake. Nayo hii ilikuwa ni kwa sababu wakati ulimwengu ukitafuta nguvu katika utawala, mali na vita, watu wa Beroya walionyesha kwamba nguvu zao zaidi inaweza kupatikana katika jambo rahisi. Mioyo yao ilikuwa inapenda ukweli. Lakini kilichofuata mara baada ya Paulo kuweza kufundisha katika Beroya kingekuwa tukio ambalo lingejaribu imani yao na kuonesha kama kweli walikuwa watu wa kusimama kwenye imani na ambao walikuwa wakiujua ukweli. Baada ya siku nyingi za kusikiliza mafundisho ya Paulo na kuchunguza maandiko kwa makini, jambo kubwa lilianza kutokea ndani ya mji wa Beroya. Watu hawakuwa tena wasikilizaji wa kawaida, walikuwa wameanza kuona uhusiano kati ya ahadi za Mungu zilizokuwa zimeandikwa zamani na zile ambazo Paulo alikuwa tayari akiwafundisha kuhusu Yesu Kristo. Kila alipowafungulia maandiko ya manabii, waliona picha kubwa zaidi ikianza kujengwa mbele yao. Waliona ahadi ya Mungu kuhusu Mwokozi. Waliona maneno ambayo yalikuwa yakizungumza kuhusu mateso yake. Walikuwa wakishuhudia kabisa kwa macho yao tumaini la ufufuo wa Yesu Kristo. Na kadri walivyokuwa wakichunguza maandiko,
ndivyo alivyozidi kushawishika kwamba ujumbe wa Paulo haukuwa na hadithi za wanadamu, bali ulikuwa sehemu ya mpango wa Mungu uliokuwa umeandaliwa tangu zamani. Hatimaye watu wengi wa Beroya wakaanza kuamini, wanaume na wanawake, Wayahudi na watu wa mataifa mengine waliokuwa wamejifunza kumcha Mungu. Watu wenye nafasi mbalimbali katika jamii walimpokea Kristo kwa sababu hawakufuata hisia tu, bali waliweza kuridhika baada ya kuweza kutafuta ukweli na kugundua kwamba ilikuwa ni kweli halisi. Hii ndiyo ilikuwa tofauti kubwa kati ya imani ya Beroya na imani ya watu wengi katika dunia wakati huo. Imani yao haikujengwa tu katika msisimko wa muda mfupi, haikujengwa tu juu ya umaarufu wa mahubiri, haikujengwa tu juu ya maneno matamu pekee. Ilijengwa juu ya uchunguzi, uelewa na uthibitisho wa maandiko. Lakini kila wakati ukweli unapoanza kuangaza, upinzani nao huanza kuinuka pia. Habari za kile kilichokuwa kinaendelea Beroya zilianza kusambaa. Watu walikuwa wakizungumza kuhusu mabadiliko yaliyotokea, walizungumza kuhusu Paulo, walizungumza kuhusu ujumbe wake, walizungumza pia kuhusu watu waliokuwa wakimwamini Yesu Kristo. Lakini habari hizo ziliweza kuwafikia wale waliokuwa wamempinga Paulo. Huku Thesalonike hawakufurahi kabisa, waliona kile ambacho kilikuwa kinaendelea kama tishio. Ujumbe huu ulikuwa ni hatari sana kwa mfumo wao wa zamani wa maisha. Ndipo baadhi yao wakaamua kufanya safari nyingine. Waliondoka Thesalonike na kuelekea Beroya. Msikilizaji, fikiria hali iliyokuwa ndani ya mji ule muda mfupi uliopita. Watu walikuwa wakikaa kwa utulivu katika masinagogi yao, wakichunguza maandiko na kujifunza kuhusu Yesu. Lakini ghafla mawimbi ya upinzani yakaanza kufika. Watu waliokuja kuweza kutafuta ukweli, walikuja kuweza kuzima ujumbe huo, walikuja kuweza kuleta hofu, walikuja kuweza kuvuruga amani ya mji huu wa Beroya. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba upinzani huu au kuonesha udhaifu wa watu wa Beroya, badala yake ulionyesha nguvu ya uamuzi wao. Kwa sababu mtu anapochagua kuweza kufuata ukweli, wakati mwingine anapaswa kuwa tayari kuweza kulinda msimamo wake hata katika mazingira yaliyobadilika. Paulo alitambua kwamba hali ilikuwa ni hatari kweli kweli. Watu wa Beroya walikuwa wamepokea ujumbe mzito, lakini hawakutaka kabisa kuweza kuona maisha ya mtume huyu akipotea kwa sababu ya. Ndipo ndugu waliokuwa wameamini wakafanya uamuzi wa haraka. Walimsindikiza Paulo kuelekea upande wa pwani ili aweze kuwa salama kabisa. Safari nyingine ikaanza kwa mtume Paulo. Mtu huyu ambaye alikuwa ametembea katika miji mingi sana, sasa alikuwa tena njiani kuelekea katika mji mwingine. Nyuma yake aliacha kundi la waamini wapya, lakini aliacha pia urithi ambao ungeendelea kwa vizazi mpaka vizazi. Kwa sababu Beroya haikukumbukwa kwa muda ambao Paulo alikaa huko, haikukumbukwa kwa idadi ya siku ambazo Paulo alikuwa akifundisha, haikukumbukwa kwa majengo yake. Ilijulikana kwa moyo wa watu wake. Ulikuwa ni moyo wa kuchunguza, moyo wa kutafuta, moyo wa kupenda ukweli. Mara baada ya Paulo kuweza kuondoka, Sila akiwa na Timotheo walibaki kwa muda ili kuweza kuwaimarisha waamini. Walihitaji kabisa kuweza kutiwa moyo, kufundishwa na kusaidiwa kusimama katika imani mpya waliokuwa wameipokea. Na hapa ndipo tunapoona jambo la ajabu kabisa kuhusu Beroya, msikilizaji. Mji huu haukuwa na nguvu za kijeshi kabisa, haukuwa na ushawishi wa kisiasa, haukuwa kitovu cha dola, lakini Mungu aliutumia kuwa ujumbe wa dunia nzima. Ujumbe kwamba imani ya kweli haiogopi maswali. Ujumbe kwamba kutafuta ukweli si ukosefu wa imani. Ujumbe kwamba mtu anaweza kuwa na moyo wa kumwamini Mungu na baada wakawa na akili ya kuweza kuchunguza. Hadi leo jina Beroya limekumbukwa na likitumika kabisa katika kueleza mtu ambaye alikuwa anapenda kuchunguza mafundisho, mtu ambaye alikuwa akilipenda neno la Mungu na asiyekubali kabisa kila jambo bila kuweza kulipima. Lakini swali kubwa linabaki hapa. Kwa nini watu wa Beroya walikuwa na moyo huo wa kipekee? Ni somo gani kubwa ambalo kizazi cha leo linaweza kujifunza kutoka kwao? Na kwa nini Mungu aliruhusu jina la mji huo mdogo liandikwe milele katika Biblia? Hapa tunabakiwa na fumbo kubwa kabisa kuhusu maajabu ya mji huu mdogo ambao Mungu aliutangaza katika ulimwengu wote, na si mji mwingine, ni mji wa Beroya. Tukutane tena madhabahuni katika majaliwa. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex na hii ni madhabahu ya Siri za Kiroho. Karibu sana katika simulizi nyingine inayofuata, tuweze kujifunza zaidi kwa habari ya simulizi kede katika ulimwengu huu wa sasa. Hii ni madhabahu ya Siri za Kiroho. Tafadhali, ili kuweza kuwa mshirika na mwabudu halisi katika madhabahu hii, tafadhali subscribe katika madhabahu hii na kisha acha ujumbe wako hapa chini
Umejifunza nini kwa habari ya simulizi hii? Mimi binafsi nimejifunza kwa habari ya kwamba Mungu anaweza kukuinua kutoka chini na kukupandisha kuwa juu katika mataifa. Mji ambao ulisahaulika, mji ambao ulikuwa ni mji wa watu wa kawaida kabisa, mji ambao uliishi na watu wa kulima na watu ambao ilikuwa ni jamii ya watu ambao hawakuwa na maisha mazuri, lakini Mungu aliweza kuutangaza mji huu katika ukubwa zaidi. Ambacho umejifunza pia na wewe kwa upande wako, niandikia hapa chini katika ujumbe mfupi. Kwa mara nyingine tena, mimi naitwa Pastor Jonathan Alex kutoka hapa katika madhabahu ya Siri za Kiroho. Kwaheri kwa sasa.